Mheshimiwa Mufti, kwanza nakushukuru sana kwa mwaliko na uvumilivu. Nakumbuka tulipanga tarehe ikashindikana, na nikaomba tujaribu kupanga tena nyingine, na leo imewezekana. Kwa nashukuru sana kwa utayari wa kunipa fursa, pamoja kwamba ile ya kwanza ilishindikana, na kwa ujumla wake kwa uongozi wako. Kwamba haya tunafanya leo na kukutana hivi, kwa kweli umetusaidia sana. Umetupa maelekezo, umetushauri, na imetusaidia sana sisi, kwa sababu masuala ya dini kwa kweli ni masuala ya dini, na serikali ipo pale, lakini yapo mambo ambayo yanafanywa na dini, na serikali haiwezi, haitakiwi na haitojiingiza moja kwa moja kufanya maamuzi, kwa sababu masuala yenyewe yana wataalamu, ni masuala ya kiimani. Kwa tulikuhitaji sana Mheshimiwa Mufti, mwongozo wako umetusaidia sana, tumefika hapa. Na katika yaliyosemwa hapa, pamoja na barua iliyokuja, na kwa kweli risala nimepewa awali, nashukuru, ni kuhusu swala la urasimishaji wa ufundishaji wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu kwa ngazi ya awali, msingi, mafunzo ya walimu, ngazi ya stashahada, kwa ajili ya kuandaa walimu wa kufundisha IDK katika shule za msingi. Kwa barua hiyo niliona na yale yaliyozungumzwa hapa nimeyapokea. Na hili labda ningelisemea kwanza kabla kueleza jinsi ambavyo tunadhani tutakwenda mbele. Serikali imeboresha sera ya elimu na mafunzo, na tulishirikisha watu wote, na sera ipo. Kwa kazi kubwa ni namna ya kutekeleza mitaala kama mapendekezo ambayo mnaleta hapa. Lakini katika maboresho hayo, mafunzo ya dini kwa dini zote ni ya lazima kuanzia darasa la kwanza mpaka kidato cha 6. Kwa katika sera na mitaala ambayo inatokana sana sera hiyo, mafunzo ya dini ni lazima kuanzia chini kabisa mpaka kidato cha 6. Na utekelezaji wake sasa hivi unaenda kwa kuangalia ule waraka wa elimu namba 5 wa kamishna wa elimu uliotoka mwaka 1998. Na waraka huo umebainisha yafuatayo. Kwanza, mafunzo ya dini, somo la dini katika shule za msingi na sekondari ni ya lazima. Hilo la kwanza. La pili, somo la dini linapaswa kupangiwa vipindi viwili kwa wiki katika shule za msingi darasa la kwanza mpaka la 7, na shule za sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 6. Mafunzo ya dini yatafundishwa na walimu wa dini wa madhehebu yanayo, kwa hawezi akaja Mkristo akafundisha hata kama kasomea, au Muislamu kafundisha Ukristo hata kama kasomea. Anaweza kama amesomea, anafahamu, utafundisha kwa sababu nawe ndicho unachokiamini. Na huo ndio waraka unaosema. Sio kwamba kwa sababu unakifahamu. Unakifahamu na ndicho unachokiamini. Kwa waraka ule unasema mafundisho ya dini yatafundishwa na walimu wa dini wa madhehebu. Hata pangiwa mtu kufundisha kwa sababu wewe umesoma, na watu wamesoma kweli, utamsikia. Sitaji viongozi wengine, ni Muislamu vizuri kabisa kina kutajia vifungo vya Biblia mpaka unafurahi mwenyewe. Lakini hata era kufundisha kwa utaratibu uliokuwa na kamishna wa elimu mwaka 98. Na vile vile wapo Wakristo utakuta amesomea, na kuna maaskofu wengine wanapaka degree shahada, amesomea elimu ya Kiislamu, amesoma na Kiarabu anakizungumza, lakini hatofundisha katika, kwa sababu tunataka afundishe kwa sababu anakiamini, kwa sababu wazazi hawatotuamini sisi endapo tutamchagua mtu yote kwenda kufundisha. Hatopeleka watoto wao shuleni alafu wasikie kwamba yuko Mkristo ndio anafundisha, hata kama anafundisha akosei, lakini si imani yake. Kama ukiamini hii tunafundisha kwa sababu ni somo na vile vile ni imani. Na kadhalika kwa Kristo nao hatopenda wasikie mtu mwingine wa dini au ambaye haamini dini yote anaenda kufundisha. Vile vile waraka unasema wakuu wa shule na vyuo watatakiwa kushirikiana na madhehebu ya dini yaliyo karibu na shule ili kupata walimu wanaofundisha somo hilo. Pia walimu wa shule wenye sifa na kupenda kufundisha somo hili wahamasishwe na kukubaliwa.
Kwa moja na kweli hata si wakati tunasoma mara nyingi walikuwa kwa Kristo anakuja katekista, anakuja kufundisha, mashehe wanakuja wanafundisha mle kwa shuleni. Lakini vile vile yuko mwalimu anafundisha na yeye ni mwelewa na anakubaliwa na dhehebu linalohusika. Tunahamasisha washiriki kufundisha. Na wakuu wa shule wanatakiwa kulisimamia hilo. Licha ya mafundisho ya dini kuwa ya lazima, dini inaweza kusomwa kama somo la ziada, additional and examinable options, ambalo mwanafunzi atatahiniwa kama somo lingine katika mitihani ya taifa. Kwa hilo nalo lipo kwamba unaweza kukaa ukafanya mtihani ukamaliza. Waraka huu vile vile unasema mafundisho ya dini yafanywe tathmini na alama zake ziandikwe kwenye ripoti ya kila muhula kwa kila mwanafunzi. Mitihani itatungwa na kusahihishwa na walimu wanaofundisha somo hilo, lakini itolewe na kusimamiwa na walimu wa shule, na wakuu wa shule na vyuo wanatakiwa kuyapa uzito na umuhimu mafunzo ya dini kwa wanafunzi, kwa vile anachangia kujenga na kuwapa maadili mema vijana wa shule. Sasa huu ni waraka wa mwaka 98, waraka namba 4 wa mwaka 1998. Kwa mapendekezo ambayo tumepokea haya, naomba niyapokee kwa ajili ya kuyafanyia kazi, kuangalia waraka huu na nini cha ziada kinachoweza kufanyika. Kwa sababu kama waraka unavyobainisha, pamoja na mafunzo ya dini katika ngazi ya elimu ya sekondari kidato cha kwanza mpaka cha 6, yapo masomo ya Bible knowledge, divinity na somo la elimu ya dini ya Kiislamu. Mtaala umebainisha wazi umuhimu na lengo la kufundisha masomo ya dini kuwa ni kukuza maadili na tabia njema, kuwezesha wanafunzi kuelewa na kuthamini imani zao pengine na za wengine, kukuza mshikamano wa kijamii na uvumilivu kati ya makundi mbalimbali. Kwa hiyo lakini cha kwanza kabisa ni hilo, kwamba sisi tunapokea mwanafunzi kuja kusoma, wazazi wanaamini serikali haitoenda kuingiza mambo tofauti. Hali mambo ya msingi ni haki ya mzazi. Una dini yako wewe mzazi, nataka mwanao asome, sisi tunafuata msingi huu, na ndicho kitu ambacho tunakifuata. Kwa hiyo ningependa kusema kwamba haya ndio yapokea Mheshimiwa Mufti. Naomba tuyaangalie, ni mapendekezo ambayo yanaongeza kwenye huu haraka, lakini tutaunda kamati na nitarudi kwako tupate wajumbe, kwa sababu tungependa kushirikisha imani zote, tutengeneze mkakati ambao hatutatuletea tujadiliane, tujenge uelewa pamoja na tusonge mbele. Kwa sababu haya mengine tulizungumza, bahati nzuri wakati wa mageuzi ya elimu nilikuwa nasimamia vikao mwenyewe. Kwa nilisikiliza maoni na kadhalika, na haya mengine yalikuwemo humo. Tunapataje walimu wa dini, kwa sababu nalo ni changamoto wakati mwingine katika baadhi ya maeneo. Mapendekezo yalijadiliwa mpaka hapo tulipofika, lakini kwa sababu ni swala mitaala, hilo ni dynamics. Tutajadili, tutakuja, tutaomba wajumbe, tutaomba na wengine watafanya kazi, watatuletea mapendekezo, nitarudisha kwako vile vile, afu tuangalie namna ya kusonga mbele. Kwa hilo nalipokea kwa utekelezaji kwa maana hiyo, Mheshimiwa Mufti na waheshimiwa viongozi wote mlioko hapa. Lakini napongeza sana, kama nilivyosema, na kupongeza uongozi wako na actual Mufti wa Zanzibar, kwa sababu hii mara ya 3 nakutana naye. Naenda kukutana naye hapa. Nilimwahidi siku naenda Zanzibar tena kumsalimia Zanzibar, tunaenda mbio. Wakati mwingine naenda asubuhi narudi jioni. Sikupata muda wa kwenda kumwamkua. Lakini uongozi wenu ulitusaidia kupata Tanzania Islamic Studies Teaching Association, TISTA, ambacho ndicho chombo rasmi kilichoundwa kwa lengo la kusimamia na kuratibu somo la elimu ya dini ya Kiislamu nchini. Na kiliundwa kwa sababu kulikuwa na watu wenye mawazo na wote walisema sisi wote tunamwamini Mufti. Wakasema bwana, kwa sababu walikuwa wanakuja kwetu, tukasema sasa tufanyeje ili tupate kitu ambacho kinatuunganisha, na kama serikali tukipokea maoni tusije tukajichanganya sisi, kwa sababu sisi hatutakiwi kufanya maamuzi. Walisema bwana, Mufti ni wetu sote, na kwa kweli ulitusaidia sana na tumepata TISTA, na sasa sisi ndio tunaitambua, na sasa leo tuna vitabu hivyo ambavyo vimeandikwa, vimekamilika chini ya TISTA. Na hili nalisema tena kwamba kwa dini zote serikali haiwezi kuwa na maamuzi nini kiandikwe. Wanaofanya maamuzi ni wale viongozi wa dini yenyewe, na wanajua serikali yenyewe itapokea
na kwa utekelezaji. Haitofika serikali ikasema hapa tutafsiri hivi wakati wapo mashehe wako wanazuoni wa dini ya Kiislamu. Au vile vile kwa upande wa Kristo ikafika serikali anakaa, hata mimi pamoja kwamba ni Mkristo ndio nikasema sasa hii inakwenda hivi. Kwa hiyo kupata TISTA kwa kweli ni hatua kubwa sana na nafurahi. Na najua tayari tuna nakala 1800 ya vitabu ambavyo vimechapishwa kupitia utaratibu wa TISTA, na kati ya hivyo nakala 5000 zitasambazwa na serikali katika shule zote za serikali zinazofundisha somo hili, na nakala 3000 zenye thamani ya shilingi 33 milioni nitakukabidhi kama nilivyoahidi katika vikao vya awali. Lengo la kukabidhi vitabu hivi ni kukupa fursa ya kufanya usambazaji katika shule zisizo za serikali. Hivyo vitabu hivi viwe ni moja ya vyanzo vya mapato vitakavyoiwezesha TISTA kujiendesha katika siku za usoni katika kuandika, kuchapa na kutekeleza majukumu mengine yanayohusu usimamizi wa utoaji wa elimu ya dini ya Kiislamu kwa kushirikiana na serikali. Hivyo basi, kwa heshima na furaha kubwa leo nitakukabidhi nakala 3000 ambazo zimechapwa na serikali kwa ajili ya kutunisha mfuko wa TISTA, lakini haimaanishi tumefika mwisho. Hii ni hatua moja. Yale yote ambayo yanaweza kufanyika kuendeleza elimu ya dini kwa wote tutajitahidi kufanya kwa ndani ya uwezo wetu. Lakini ni hatua moja hapo ambayo nilikuahidi Mheshimiwa Mufti. Nashukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba leo sisi kama serikali inaongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, serikali imeweza kutekeleza hili na tutaendelea pamoja.